huyu alikidnape huyu mtoto ambaye mama picha yake pale Mubirere. Amepatikana kisha siku 14 na ashapotea. Servisi la ziko na mtafutisha. Kwa bahati wakimwanguka na mtoto mwenyewe ni Happy Meshe wa Katra. Tunaenda kukikundi tena ingine. Mpoki Buya Kamina Mwandagasia. Mwalimu. Naam. Tupo kama tupo. Vipi huko? Huku na sisi tupo kama hatupo pia. Ndio. Kwa sababu sasa kuna jambo moja ambalo limenishangaza kidogo. Ndio. Ni kuhusiana na serikali yangu hii ya Kongo. Ndio. Kwa sababu tunakumbuka wale vijana wale Koluna wale. Ndio. Wale vijana kuna wengine walinyongwa. Ndio. Na Umoja wa Mataifa ukaja ukaingilia kati kwa jamani 1 2 3 na nini na hivi na hivi. Basi ndio pale ikabidi wengine sasa waanze kupelekwa huko kwenye masuala ya ufundi na nini, maana waliambiwa hawa ni kuwasaidia na kwa sababu ya mifumo mibovu ya serikali, lakini pia mnajua tena ukoloni ulivyoifanya Kongo namna ilivyo. Kwa hiyo tukasema sawa. Sasa wale vijana walikuwa tu ni vibaka wa mitaani wale. Yaani wanaopora watu mtaani na nini, matukio kama hayo, lakini na wao walisema kwa sababu ya maisha magumu. Sasa hapa kulikuwa na watu wengine ambao wao walikuwa wamefanya uhalifu wa kutaka kuipindua serikali ya Kongo, kumpindua rais wa Kongo, na sio kupindua tu, ikibidi hata kumuua. Lakini hawa tunaambiwa wao wamesamehewa kwa kurudishwa kwao, maana adhabu yao mwanzo ilikuwa ni ya kunyongwa. Lakini sasa hivi tunaambiwa wamesamehewa na wamesharudishwa kwao Marekani. Sasa hili linatupa picha gani sisi kama Waafrika? Mwakilembe, kwanza una uhakika ya kwamba watu walikuwa wanataka kuipindua serikali ya Kongo? Ndio taarifa zilizokuwepo. Kwa sababu lazima kwanza uwe na uhakika ya kwamba watu walikuwa na lengo la kuipindua serikali ya Kongo ama la, kwa sababu wakati mwingine Kongo hapo mambo ni mengi, na Kongo huwa hakueleweki kwa asilimia kubwa, na Kongo vurugu ni nyingi, na Kongo ni taifa ambalo limejaa wahuni wengi na matapeli wengi kutoka maeneo tofauti tofauti. Lakini Kongo, mwalimu, pia kuna michezo mingi ambayo pia ieleweki, na ndio maana kuelewa Kongo ni kazi ngumu. Ndio maana tunarudi kule kule kwa ndugu yetu Etoka na kwambia kwamba mambo ya Kongo ni Mungu pekee ndio anayejua mambo haya. Sasa kama hao watu ambao walikuwa wamefanya kosa kubwa, mwalimu, unafahamu ukiwa na kosa kubwa kama hilo, hiyo ni kesi ya uhaini. Ndio. Yani kitendo cha kutaka kupindua serikali iliyoko madarakani, ile ni kosa kubwa sana, yani ni dhambi kubwa kuliko dhambi zote. Na adhabu yake makosa kama hayo ni ufungwe maisha jela. Yani uishi jela, unapewa ugali unakula jela, lakini uhuru hauna mpaka unakufa. Ama upigwe sindano ya sumu huko kwa jela ufe kimya kimya, ama unyongwe hadharani mbele ya watu, ama upigwe risasi muda huo. Kwa hiyo mwalimu, neno la Mungu ukiniambia tena wale watu ambao walikuwa wamehusika wanapanga kumpindua rais wa Kongo, lakini kumpindua rais wa nchi, kosa hilo ni kosa kubwa. Haijalishi ni kibaraka, haijalishi sio kibaraka, lakini kumpindua rais wa nchi ni kosa kubwa. Sema maana ni kwamba wao ndio unyongo mpigwe risasi, lakini leo unaniambia kwamba wameshapanda ndege wameenda Marekani. Maana yake ni kwamba hao watu, mwalimu, walikuwa wametumwa. Okay. Yani maana ni kwamba kama mtu aliyekuwa na thubutu kuipindua serikali ya Kongo, na mwisho wa siku mtu akaja akasainiwa kabisa, anapandishwa ndege kwenda mpaka Marekani, maana ni kwamba huyo aliyewapandisha ndege ndio aliyekuwa amewatuma. Maana nimeshangaa kwa sababu hawa Koluna sawa, pamoja na kuwa wamefanya vitendo vya namna hiyo. Mimi sitazungumzia Koluna kwanza. Sawa. Na mimi nakuambia nimeshangaa kwa sababu hawa Koluna pamoja na vitendo walivyokuwa wamevifanya, hawa ni watoto wetu.
hatukupaswa kuwanyonga. Kama tunaweza tukasamee majitu yaliyotoka huko yakaja huku, kwa nini tukanyonga watoto wetu ambao hawa watoto wetu tungewarekebisha, tungewakamata, peleka huku wajifunze, baada ya hapo maisha yaendelee. Lakini wale watoto wetu tumenyonga, tunaacha wahuni waliokuja kumpindua kiongozi wetu. Yaani ndo hapo mimi sijapaelewa. Sasa maana yake unataka ufahamu tu kwamba wale waliokuja kuipindua serikali ya Kongo, wale walipewa kazi maalum. Umesahau kwamba kwa miaka ya nyuma viongozi wengi wamepinduliwa Afrika. Ndio. Unafahamu kwamba kulikuwa na operation nyingi bana Afrika ambazo zilikuwa ziko mahususi kwa ajili ya kupindua viongozi mbalimbali, viongozi ambao walikuwa wapo kinyume na matakwa ya wakubwa zao. Unakumbuka nani huyu Nkrumah alipinduliwa vile vile. Unakumbuka? Lakini walipindua Nkrumah, amri ilitoka wapi? Amri ilitoka nje ya Afrika. Unakumbuka kina Gaddafi wamepinduliwa, amri imetoka wapi? Imetoka nje ya Afrika. Unakumbuka na Patrice Lumumba Kongo hapo aliuawa mwaka 1961. Amri ya kumuua Lumumba ilitoka wapi? Imetoka nje ya Kongo. Umeona? Kwa maana yake ni kwamba hata hao ambao leo walikuwa wanataka kufanya ugaidi ndani ya serikali ya Kongo ya kumpindua rais ambaye kwa sababu ni kunyongwa, lakini leo hii wamesamehewa. Maana yake ni kwamba nini? Maana yake ni kwamba walikuwa wametumwa na mission ilivyofeli. Unaona kurudisha walikotoka, walikuwa wametumwa. Japo mara nyingi Mwakilembe nikwambie tu kwamba mara nyingi ni kwamba watu hao huwa hawaishi. Okay. Yaani bali na kwamba wanaona kabisa wameruhusiwa, wameatoka badala ya kunyongwa, badala ya kupigwa risasi, hawajapiga risasi ila wamewaruhusu warudi Marekani. Kama wakashtakiwe kwa mahakama za Marekani. Kama ni raia wa Marekani. Kama ni raia wa Marekani, wanatakiwa wakashtakiwa na kuhukumiwa kwa sheria za Marekani na sio sheria za Kongo. Maana hivi maana ni kwamba Kongo sio serikali au Kongo wenyewe serikali hawana. Lakini mwalimu ni kwambia tu kwamba kama nilivyozungumza hapo mwanzo kwamba hii Kongo unaona leo ni Kongo tu kumwombea Mwenyezi Mungu. Yaani ni Mungu tu ndiye anayejua. Mungu ndiye anayejua ya kwamba hii Kongo inaelekea wapi na itaishia wapi. Ni Mungu ndiye anayejua peke yake. Kwa sababu ukiangalia huenda pia yuko mwanasiasa mmoja hapo Kongo alihusika, ndio aliyewaleta. Huenda pia yuko mfanyabiashara mmoja, yaani Kongo ieleweki. Kongo ina mfumo ambao umenyooka. Kongo imevurugwa. Yaani Kongo baba Kambale, mama pia Kambale. Yaani Kongo yaani wako viongozi. Mwakilembe nikupe mfano mmoja, Sudani pale. Pale Sudani unakuta waziri wa ulinzi anamiliki jeshi lake. Waziri wa maji anamiliki jeshi lake. Waziri wa viwanda huko, yaani kila kiongozi ndani ya Sudani ya Kusini anamiliki jeshi lake. Kila kiongozi na jeshi lake. Ndio Kongo lisi ilivyo, yaani kila kiongozi na maamuri zake. Mtu anaweza kapanga uchafu wake hapo, basi waacheni hawa uende. Kwa hiyo inategemea, yaani wewe inategemea umeangukia kwenye amri ya nani. Ukianguka kwenye amri ya kina Mutamba, unanyosha mstari wa kuangalia sheria. Kuna amri zingine ambaye hawa waachini waende. Sababu Kongo haieleweki, nani mwenye nguvu, nani wa kusikiliza, nani sio kusikiliza. Yaani Kongo ipo tu mwalimu. Kwa hiyo yote hayo ni matokeo ya kuwa na mfumo mbovu. Matokeo ya kuwa na serikali mbovu ambayo haieleweki. Serikali ambayo imekosa viongozi wenye misimamo thabiti dhidi ya wananchi wao. Kwa mwalimu, ukiniambia kwamba wamesamehewa, ndugu yangu mimi nawaza, lakini turudi kwa hawa kumesema Kuruna nani unasema? Kuruna Unajua Kuruna? Vijana Kuruna Mwakilembe kuna ambao walinyongwa. Ambao walinyongwa kwa sababu ya kesi mbalimbali, na mji wa Kinshasa una watu milioni 17. Sawa. Mpaka tunapozungumza watu hao. Kwa sababu jiji la Kinshasa wako watu milioni 17. Kwa hiyo katika hiyo watu milioni 17 wako vijana wengi tuna ambao hawana ajira, wengi sana, ambao wamekuwa wakijihusisha na makundi mbalimbali ambayo yaeleweki, makundi ambayo yamekuwa yakihalifu, kubakaji, kuua watu, kupora, vurugu na ukosefu wa amani katika maeneo tofauti. Sasa makundi haya ndio walikuja baadaye yakakamatwa. Sasa ili kudhibiti hiyo hali, kuna ambao walikuja walinyongwa na kuna ambao walipelekwa kwenye kambi za kijeshi maalum. Umeona? Wakanyongewa huko. Sasa Mwakilembe ni kwamba tumlaumu nani? Hawa vijana wanabaka watu mtaani. Hawa vijana wanapora. Hawa wanafanya kila aina ya vurugu. Umeona? Sasa Wakongo waliamini kwamba njia pekee yao ni kuwanyonga. Umeona? Kama tukiwanyonga wanaweza wakabadilisha msimamo, tukishawanyonga wanaweza tukapunguza
hii hali ya namna hii tukishawanyonga. Sio ndio? Lakini mwalimu, je, kuwanyonga ndio suluhisho? Kunyonga vijana wadogo ndio suluhisho? Sio suluhisho. Umeona? Ndio mazingira ya wale vijana wadogo kuwa vile ni matokeo ya kuwa na serikali mbovu ya ovyo ambayo imejaa rushwa. Unaelewa? Kwa hiyo maana ni kwamba hatukustahili pia kuwanyonga wale. Kongo hii, Kongo Kinshasa, Kongo hiyo imejaa matapeli, wala rushwa, wahuni, Wafaransa, Wabelgiji, wa Marekani. Yaani Kongo kila mtu, kuna jeshi la Belgiji pale, jeshi la Marekani liko pale, jeshi la Ufaransa liko pale. Yaani pale Kongo na majeshi zaidi ya 100. Majeshi. Yaani haya ni majeshi. Wewe unanielewa anachosema majeshi? Na nakuelewa. Namaanisha kwamba Kongo kila nchi na jeshi lake pale. Tunaelewa, yaani hata na vikundi vya waasi 100. Lakini Kongo kila nchi na jeshi lake pale. Ukisikia Mfaransa huko Kongo kuna vikosi vya Ufaransa Kongo. Ukisikia Belgiji viko vikosi, yaani kila makampuni, yaani kila nchi pale Kongo inamiliki jeshi lake. Sasa huwezi kujua. Huwezi kujua kwamba hizi amri za ovyo hao nyonga hawa, hata hawa au msiwanyonge waacheni kwanza. Hizi kauli za ovyo huwezi kujua ndoa kwa nani, kwa Mfaransa ni kwa Kongo imevurugwa. Umevurugwa. Na ndio maana mwalimu na Mungu la Kongo paka linasuasua. Yaani kakundi kadogo watu kawaasi Kenya wapiganaji 2000 tu kanasumbua Kongo nzima, dunia nzima. Tunakaa vikao kama wachawi. Sasa M23 kweli? Hiyo ni shida hii. Kumbe inaingia akilini mwa Kalembe, tunakaa vikao mpaka Katari. Kongo inakaa vikao mpaka Katari. Inakaa vikao mpaka Ethiopia. Inakaa vikao Rwanda. Inakaa vikao Tanzania. Inakaa vikao Kenya. Vikao kila kona ya dunia kwa Kalembe. Ina maana kisa tu M23. Huo ndio udhaifu ambao mkubwa ambao upo katika serikali ya Kongo. Kwa hiyo na Mungu ni kwamba hao unaosema hawajanyongwa, ambao wataka kumpindua rais wa Kongo na hawajanyongwa, ni ile michezo ya kuigiza. Na ndio maana mwalimu, mimi nilikwambia mapema, uliniambia bwana mbona kwa mapinduzi Kongo, kama Makrembe, hayo sio mapinduzi. Mimi nilikwambia bwana, hujasikia mapinduzi kwa Kongo, hayo sio mapinduzi Makrembe, hiyo ni michezo. Ukaniambia hapana, wako kutoka si Marekani, si watu wanataka kumpindua rais wa Kongo. Ndio ndio Makrembe bwana. Hizi habari Makrembe aachana nazo. Hayo sio mapinduzi, hiyo ni michezo ya kuigiza ambayo ipo ndani ya Kongo. Mimi nilikwambia mwalimu lakini. Uliniambia ni michezo ya mbwa kala mbwa hiyo. Mbwa kala mbwa, lakini kama Makrembe ukunielewa. Bwana Makrembe mwambia jamani, hayo sio mapinduzi, ni michezo ya kuigiza Kongo. Leo hii unaniambia Makrembe na watu tena baada ya kunyongwa wamepelekwa Marekani, alafu wale watoto wa mbwa, watoto wa masikini ndani ya Kongo wamenyongwa. Yaani kuna mnyonga mkongomani mwenzako, unanyonga watoto wa masikini ambao masikini huo umetengenezwa na serikali ya Kongo na wanyonga wa watoto, lakini mtu ambaye ametoka nje amekuja kupindua nchi hawanyongwi. Hivi ni vituko vikubwa. Mimi mwenyewe vimenishangaza bwana. Ndio maana hivi ni vituko vikubwa, lakini usishangae. Usishangae. Ndio maana ndugu yangu aitoka mimi anasema kwamba Kongo wengi hawajui siasa za Kongo. Ndio. Wengi hawajui ulimwengu unaenda wapi. Wengi wapo hapo tu, lakini pia cha kwanza kabisa kwa kumlaumu kabisa ni rais wa nchi. Ndio maana alivyoniambia kwamba Kongo inapinduliwa, mimi niligoma yale sio mapinduzi. Japo mwali japo. Huyu Felix huyu. Simuombei lakini Makrembe. Simuombei. Unamuombea bwana. Mbona unaongea kila mara? Simuombei mimi Felix, lakini nasema huyu Felix huyu. Amebakiza miaka 2 madarakani. Miaka 2 madarakani. Anajua wazi kabisa anaondoka madarakani. Usielewa? Huyu Felix asipokuwa makini mwalimu na kuambia atakuja kupigwa chuma hadharani. Yaani mchana kweupe. Kwa nini sasa? Asipopigwa chuma atapinduliwa mapema sana huyu. Kwa nini? Anatakiwa amalize miaka yake vizuri, amalize miaka yake vizuri kwa kishindo, asimame dakika za mwisho ili anapotoka madarakani asije akawa katika list ya viongozi wa ovyo kuwahi kuongoza Kongo. Mwalimu? Naam. Mimi nimeshakasirika hapo bwana. Nimeshakasirika. Sasa wewe umekasirika wewe mwenyewe, hata mimi mwenyewe nimekasirika sana bwana. Sasa watoto wetu tunaua ambao tungeweza tu kuwapa adhabu na nini wakarekebika na nini.
Mimi nimeshakasirika. Yaani kama vijana wadogo wananyongwa, alafu wapumbavu tu ambao wametoka huko wanataka kumpindua rais wanyongwe. Nimeshakasirika. Ngoja niende Kongo. Ngoja nielekee huko mwalimu. Haya. Naelekea huko. Ngoja niende huko. Haya.